Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia ama kunipatia cha kuendelea kuwepo hai. Najua kuwepo kwangu hai ni kwa neema ya Mungu, ni kwa huruma za Mungu, ni kwa fadhili za Mungu, si kwa uweza wangu, si kwa nguvu zangu, wala si kwa yote ambayo nalitenda ambao ni jema ambalo limesababisha kwamba niendelee kuwepo hai, bali ni huruma tu za Mungu. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nikizungumzie kuhusu hiki ambacho kinaendelea katika taifa letu la Tanzania. Maana nchi ama taifa hili ni la kwetu wote, sio taifa la rais, wala sio taifa la mkuu wa majeshi, wala sio taifa la mtu binafsi. Hili taifa ni taifa letu wote. Kwa hiyo tunapoona kama kuna kitu ambacho kinachoendelea vibaya kwa taifa letu, lazima laws zinatuuma. Kuna wengine sasa zinatuuma, lakini tunakosa uvumilivu. Lazima tuseme kwa sababu hili ni taifa letu wote. Na wengine baba zetu wamepigana vita vya Uganda. Wengine baba zetu wamepigana vita vya Uganda. Na kuwekea picha baba yangu wakati yupo kwenye jeshi lile la wale ambao waliokwenda kupigana vita Uganda. Hiyo ni picha ambayo unayoiona hapo. Hiyo ni picha baba yangu. Akiwa ana silaha katika nchi ya Uganda. Hiyo picha alipiga akiwa Kampala Uganda kwenye vita. Hiyo picha hapo unaiona hapo. Alipiga wakati wa vita ule walipoenda kumngoa Idi Amin. Kwa ambao baba zetu walihatarisha maisha yao kwa ajili ya taifa letu. Tunapoona kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo sio vizuri, inatuuma kwa sababu pia ni taifa letu. Wanaomshauri mama sidhani kama wanamshauri vizuri. Yaani hatua ambayo imefikwa baba ameifikia kunini kuhamisha vita yake kutoka kwenye siasa na kuingia kwa watumishi wa Mungu. Ameingia hatua mbaya. Yaani inakuwa hivi sasa inakuwa ukiamua kusema serikali, umeamua kujatesha maisha yako. Yaani hivi sasa inabidi tu ifahamike kwamba kazi ya mtumishi wa Mungu ni kusema kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtumishi wa Mungu anapoona kitu ambacho kijakaa sawa kwa usalama wake, lazima aseme ili kwamba yeye aendelee kuwa na amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia imesema kwa kitabu kile cha Isaya sura ile ya 4 kwamba ole wake taifa lenye dhambi, ole wa taifa lenye dhambi. Kwa hiyo tunapoona kwamba kuna dhambi ambayo inaendelea kwenye taifa letu, na sisi tuko ndani ya taifa, Biblia inaposema ole wa taifa lenye dhambi, na sisi tuko ndani ya taifa. Kwa hiyo lazima tuwe makini na watu wapige kelele ili kwamba hii hali isiendelee. Najua hakuna kitu ambacho mnaweza mkaelewa sababu tayari mmeziba masikio. Mnachoangalia tu ni madaraka yenu. Mnaangalia madaraka kwamba ni namna gani ya kupigania madaraka muendelee kubaki madarakani, kwa sababu mnaona kwamba kuna hatari. Lakini hatari mwanzo kusababisha wenyewe. Mtumishi wa Mungu, yeye kazi yake ni kusema kweli ya Mungu. Anaposema kweli ya Mungu, yupo kutimiza wajibu wake. Na wewe kama serikali, wewe wajibu wako ni kumjibu ile mtumishi wa Mungu. Ni kwa nini kitu hicho kinaendelea vipi, na sio kumkamata. Na unapomkamata unahamisha vita yako kutoka huko, unahamisha kwa Mungu. Unapoangalia kile kinachoendelea kwenye taifa hili, napata picha ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea wakati ule wa Suleiman alipofariki. Mtoto wake yule Rehoboam alipotawala, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kwamba kuondoa ufalme wa Israeli, kugawanya ufalme wa Israeli.
Rehoboam wale wazee wa Israeli wanamwendea wanamwambia kwamba baba yako atupa konga baba yako ilikuwa kubwa kwetu, tunaomba kwenye utawala wako tupunguzie ile kongwa ambayo baba yako alituwekea. Kwa yule Rehoboam anawaendea wazee washauri ambao kuna mshauri babake Sulemani, anawaendea kwamba hawa watu wa Israeli wamenijia wameniambia na hili ni wajibu nini? Naona wale wazee wale kwa mshauri babake wakamwambia kwamba ukiwasikiliza kila ambacho anachokuambia hawa wazee ama hawa wa Israeli, ukiwasikiliza anachokuambia ndipo utakapokuwa mtumishi utakapokuwa mfalme wao. Lakini yule kijana Rehoboam akakataa ushauri wa wazee, akawaendea vijana ili kwamba wamshauri. Vijana wakamshauri vibaya, na lile ilikuwa kusudi Mungu atafuta sababu ili kwamba aweze kugawanya ule ufalme. Kwa hiyo hiki ambacho kinachoendelea yamkini inawezekana kwamba kwa sababu inatafutwa ili kwamba haya madaraka sasa yaondoke CCM yaende sehemu nyingine, yaondoke CCM yaende sehemu nyingine. Nimesema kazi ya wajibu mtumishi wa Mungu, kazi yake ni kusema nini? Kazi yake ni kusema kweli. Hiyo ndio kazi yake. Na kama ni kazi ya polisi, kama ni kazi yao pia kazi yao ni kukamata ama ni kuua, basi inatakiwa waseme kwenye wajibu wao wa kukamata, ama na kama ni kuua wakamate kama ni wajibu wao na wao wafanye hivyo. Lakini naamini sio wajibu wao, naamini naamini sio wajibu wao, ninaamini sio wajibu wao. Roho zinatuuma unapoona vitu ambavyo vinavyoendelea ambavyo sio vizuri kwenye taifa letu ambalo tunalipenda, ambalo pia wazazi wetu walihatarisha maisha yao kuipigania taifa hili, alafu watu tunaona kama vile watumishi wa Mungu wanakuwa ni wananyanyaswa, watumishi wa Mungu wanaonewa, watumishi wa Mungu wanaonewa. Ni kitu ambacho sio kizuri, na ambapo namshauri mama tafadhali wamshauri vizuri, sababu nchi inaelekea pabaya, na hawa ambao wanamsifia hawa waisee lazima pia waangaliwe vizuri ambao wanamsifia sababu wana manufaa na utawala wake. Wana manufaa na utawala wake. Kwa hiyo wanaomshauri mama wamshauri vizuri. Najua mama ana shida. Shida ipo kwa washauri ambao wanaomshauri. Kwa watumishi wa Mungu hiyo ni level nyingine. Unapoingia kwa watumishi wa Mungu hiyo ni level nini? Hiyo ni level nyingine. Usione kwamba unaweza kuwa unakamata, unafunga, wewe unakuwa unaona kama vile una amani kwa wakati huo. Lakini kile kilio ambacho watumishi wa Mungu wanalia, basi ujue hauwezi kuwa salama. Huwezi kuwa salama, kwa sababu alipo mtumishi wa Mungu ndipo alipo Mungu. Kwa hiyo unapomgusa mtumishi wa Mungu, basi ujue pia umemgusa Mungu. Najua nchi ina sheria, lakini nje ya sheria pia kuna sheria ambayo ni nini? Ambayo ni neno la Mungu. Ambayo kuna sheria nje ya sheria Tanzania, kuna sheria ambayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo mchungaji sio mbwa, na wala sio mbwa bubu. Mama andiko amesema kuna wachungaji ambao ni mbwa bubu, kuna wachungaji ambao ni mbwa bubu. Wala wenyewe hata wanapoona hatari hawabweki, wenyewe wametulia. Wanaangalia uhai wao, na wanaangalia maslahi yao. Wanaangalia maslahi yao, kwa sababu najua kwamba akisema tu itakuwa hatari kwake. Kwa hiyo kuna wengine ambao sio mbwa bubu, wenyewe kazi yao ni kubweka. Wachungaji wengine wenyewe sio mbwa bubu, kazi yao ni kubweka, kwa ni kuona hatari ambayo iliyopo na kuikemea. Kwa mfano hicho ambacho amefanya Gwajima, yeye amefanya kwa sehemu yake, tayari amefanya kwa sehemu yake, kwa sehemu yake, na ni wajibu wake, ilikuwa ni wajibu wake kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Ndio kazi ya mtumishi wa Mungu, kukemea anapoona uovu, kukemea uovu, kukemea. Hiyo ndio kazi ya Mungu, na kazi yenu kila mmoja anachofanya naona ni chema. Hiyo ni pia ni kazi yenu nyewe, fanya ambacho kila mmoja afanye kazi yake, Kazi ya mtumishi wa Mungu aseme kweli, na nyewe afanye kazi yenu ya kumkamata na kumfunga ama na kumfanya vitu ambavyo anataka kumfanya, kwa sababu yeye yupo
kwenye nini? Kwenye haki yake kulingana na neno la Mungu, kulingana na neno la Mungu. Wanaomshauri mama wamshauri vizuri, wamshauri vizuri. Kwa leo nitaishia hapo. Nakutakia amani ya Bwana. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kuwajibu la mahitaji yako. Shalom, 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 shalom.